kwa hiyo hapo tutasema la wabi la nini wala itiqan yastafrighuhu al-inzal, wala hakuna mlundikano wa manii peponi ambao unatolewa kufanya nini inzal. Tayib, wa fudhalau al-atibba yarawna anna al-jimaa, na madaktari wa bora na mashuhuri na mabingwa wanaona kwamba jimaa min ahadi asbabi hifdhi as-sihha, ni katika miongoni mwa sababu za kuhifadhi afya. Tayib, kuna faida nyingi sana lakini muda uturuhusu twende mbele. Ma yafaluhu sabihatu binaihi, yale anayoyafanya mwanaume ile asubuhi ya ndoa yake, asubuhi ya ile asubuhi baada ya ndoa yake. Ma yafaluhu sabihatu binaihi, yale anayoyafanya mwanaume ile asubuhi baada ya ndoa yake, baada ya kujenga ndoa yake. Nela mpaka hiyo ndo nini sabihatu binaihi, sabihatu binaihi. Wa yustahabbu طيب asema sabihatu binaihi ina maana sabahu al-yawm allati au at-tali li lailati az-zafaf, ni ile asubuhi ya ile siku inayofuatia baada ya usiku wa ndoa. Umeelewa? Hiyo ndio sabihatu binaihi, ni sabahu al-yawm at-tali li lailati az-zafaf, ile asubuhi ya ile siku inayofuatia baada ya usiku wa ndoa ndio inaitwa sabihatu binaihi. Yani baada ya kuwa ameshamuingilia mkeo tayari usiku. Tayib, wayustahabbu lahu, na panasunishwa kwake mwanaume sabihatu binaihi, ili asubuhi baada ya siku ya ndoa, baada ya usiku wa ndoa, an yati aqaribahu, awajie watu wa karibu yake, alladhina atauhu fi darihi, ambao wamemjia katika nyumba yake, wayusallima alayhim, na watolee salamu, wayusallima alayhim, na awatolee salamu, wayad'u lahum, na awaombee dua, wa an yuqabiluhu bilmithli. Wayustahabbu lahu, na inapasunishwa kwake mwanaume sabihatu binaihi, ile asubuhi ya baada ya usiku wa ndoa, bi ahlihi, kwa watu wa nyumbani kwake. Hapa si kwa mwanaume bali wayustahabbu lahu, na panasunishwa kwa huyu aliyeoa ile asubuhi baada ya usiku wa ndoa, baada ya usiku wa ndoa, bi ahli, kwa wale watu wa nyumbani kwake, an yati aqaribahu alladhina atau, awajie yeye sasa watu wa karibu yake ambao wamemjia nyumbani kwake, fi dari, wa yusallima alaihim, na awatolee salamu yeye hao watu wa nyumbani kwake. Wewe umeoa asubuhi, umeoa leo asubuhi, kesho ikifika kuna watu watakuja nyumbani kwako kusalimia, mama yako atakuja, kaka yako atakuja, nani jamaa zako wale karibu watakuja. Kwa hiyo wewe usijifungie ndani, manake wewe toka wa utolea nao salamu. Basema yustahabbu lahu, na panasunisha kwake yeye huyu muaji sabihatu binai, ile asubuhi baada ya usiku wa ndoa, bi ahlihi, kwa watu wake wa karibu, an yati aqaribahu, awajie sasa yeye watu wake wa karibu hao, alladhina, ambao atauhu, wamemjia yeye, idarihi, nyumbani kwake, sawa. Wayusallima alaihim, na awatolee salamu, wayad'u lahum, na awombee dua, wa an yuqabiluhu bilmithli, na wao wamfanyie mfano wake. Umeelewa mpaka hapa? Lihadithi an Anas, wa hadithi iliyopokewa kutoka kwa Anas, qala, amesema awlama Rasul sallama idh bana bi Zainab, alipika walima Mtume alayhi salam pindi alipo
muoa ni Zainab. Fa ashba'a almuslimina khubzan wa lahma, basi wakashiba waislamu kutokana na mkate na nyama. Thumma kharaja ila ummahati almu'minin, kisha akatoka mtume kwa mama wa waumini. Fasallama alayhinna, kisha akawatolea salamu mtume. Wadaa lahunna, na akawaombea dua. Wasallamna alayhi, na wao wakamtolea salamu. Wada'auna lahu, na wakamwombea dua. Kana yaf'alu dhalika sabihata binaihi, alikuwa mtume anafanya hilo ile asubuhi ya baada ya usiku wa ndoa. Rawahu an-Nasa'i fi as-Sunan al-Kubra. Sawa, imeleka hivi. Mwisho kabisa, tahrimu nashri asrari al-istimta'. Tahrimu nashri asrari al-istimta', uharamu wa kutangaza siri za starehe uliyoipata kwa mkeo. Na baadhi ya watu kioa, basi akiamka asubuhi atapiga simu, jana jana kadha mfano kama hivi. Huyu mwanamke acha naye anajua kadha mfano wake. Ni haram. Wayuhramu ala kulli minhuma, na panaharamishwa kwa kila mmoja katika hao na ndoa wawili. Kwa hiyo hata kwa mwanamke ni haramu. Sije kapiga marafiki zake, hapo bwana nimekutana kidumu, anaweza kitu fulani, la, ni haramu. Kwa hiyo wayuhramu ala kulli minhuma, na panaharamishwa juu ya kila mmoja katika hao na ndoa wawili. An yanshura al-asrara, kusambaza zile siri, almutaalliqata, zenye kufungamana bilwaqa'i, na nini, na tendo la ndoa. Wa hadha amrun, na hili jambo yatasahalu fihi kathirun min almuslimina wal muslimat, wanalizembea mno wengi katika Uislamu wa kiume na wa kike. Wa huwa min almuharramat, na hilo ni katika mambo ya haram. Hadithi Asma binti Yazid, wa hadithi Asma binti Yazid annaha kanat inda Rasulillah sallam, hakika yeye alikuwa mbele ya Mtume sallama. Warijal wan nisaa qu'udun, faqal, hali ya kuwa wanaume na wanawake wamekaa, kisha akasema, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli, huenda mtu akalisema lile ambalo amemfanyia mke wake. Wala'alla imra'a, na huenda mwanamke tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, akatoa habari juu ya lile ambalo amelifanya pamoja na mume wake. Fa'aramma alqawm, hiyo fa'aramma alqawm manake sakatu wa lam yujibu, wakanyamaza kimya na wala wasijibu. Faqult, mimi nikasema wallah, kweli namwambia Allah jambo liko hivyo hivyo ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, innahunna la yaf'alna, hakika hao wanawake wanafanya hivyo. Wa innahum la yaf'alun, na hakika hao wanaume wanafanya hivyo. Qala fala taf'alu, mtume akasema msifanye hivyo. Fa innama dhalika mithlu ash-shaytan, hakika jambo hilo ni mfano wa shaytan. Laqiya shaytanatan, ambaye amekutana shaytani wa kike, fi tariqin, katika njia. Faghashiyaha wannasu yanzurun, akamuingilia hali ya kuwa watu wanawaangalia. Faghashiyaha wannasu yanzurun, faghashiyaha wannasu yanzurun. فغشيها والناس ينظرون. فغشيها والناس ينظرون hapo الشراح wanasema faghashiyaha akijamaaha, kwa hiyo faghashiyaha akamuingilia, wanasi yanzurun, na watu wakiwa wanawaangalia, na watu wakiwa wanawaangalia.
na Mtume alayhi wasallam amepigia mfano wa shaytan. Kwa sababu gani? Kinachopelekea watu kusimulia hayo yote mambo ya jimai, anayopelekea hayo yote ni shaytan. Hiyo ni wajihi ya kwanza. Lakini wajihi nyingine ahlul ilm wanasema hadha fi'lu ash-shaytani wash-shaytanati, hichi ni kitendo cha shaytani wa kiume na shaytani wa kike, na hichi ndicho wanavyokifanya katika njia. Kwa hiyo Mtume alayhi wasallam akashabihisha kitendo cha shaytan na kitendo cha hao wanandoa wawili ambao wanafanya jimai usiku kisha wakaenda kutambaza habari hizo. Umeelewa mpaka hapo? Walhamdulillahi rabbil alamin.